Hii hapa inapokea moto hii. Moto la kuja. Hii inakuja kushika. Sasa kwa mtu hivi. Wewe mwambie. Yaani. Ile bomba ile itapeleka moto. Yaani kuna vitu pale kibao. Makaratasi yale yashaungua yale yanapeleka moto. Na labda pia ni washukuru NYTV pia kwa kuwepo. Hamjaja tu kwa ajili ya kutoa taarifa, lakini pia mmekuwepo katika kusaidia. Hii kamera imekuja kufanya kazi mwishoni kabisa, lakini mwanzo NYTV ilikuwepo kubeba maji, mchanga, kuhakikisha kwamba madhara hayapo. Na labda ni mfano mzuri sana kwa wanahabari ambao NYTV imeuonyesha kabla ya kukimbilia kwenye kamera kwenye majanga mengine ambayo yanahitaji msaada wa haraka. Mmeonyesha utofauti sana wa jinsi ambavyo watu wa Mungu wanaweza wakafanya mambo yao. Na labda tunitoe wito kwa hiyo atakayokuwa akisikiliza, kadiri Mungu ambavyo anaweza kukujalia ndani ya moyo wako, tutashukuru sana kama ukisimama nasi katika kuhakikisha kwamba tunarejesha darasa letu la watoto, kwa sababu tunao program nzuri ya watoto, lakini pia na vijana lika, ili ingalau Jumapili waweze kuwa na kivuli cha kuweza kuendelea. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Asante. Nini? Hii hapa inapokea moto hii. Moto la kuja. Hii inakuja kushika. Sasa kwa mtu hivi. Wewe mwambie. Yaani. Ile bomba ile itapeleka moto. Yaani kuna vitu pale kibao. Makaratasi yale yashaungua yale yanapeleka moto. Unaona nguzo na hapa ile makaratasi yale pale. Alafu wamejaa wanasabi. Hapa bado yani ni mkubwa tu unaishia hapo kwenye Wameshamaliza. Kunako maeneo ya Midizini Container jijini Dar es Salaam, ninaripoti kutoka katika kanisa la JCC linalochungwa na mtumishi wa Mungu mchungaji Deus Ngoma, ambapo leo asubuhi majira ya saa 4
umetokea tukio la moto hapa ambapo limeweza kusababisha baadhi ya majengo yaliyoko hapa kanisani kuweza kuteketea kwa moto. Moto huu ambao bado mpaka sasa hivi bado hatujafahamu chanzo chake ni nini, lakini tutapata wasaa wa kuweza kuzungumza na mashuhuda walioko hapa, wataweza kutuambia haswa chanzo cha moto huu ni nini. Lakini ni moto ambao umeweza kuleta athari ambapo wananchi wakisaidizana na zimamoto wameweza kudhibiti na ukaweza kuzima na kusaidia usiweze kusambaa na pengine kuleta athari kubwa katika jengo haswa pia la kanisa kubwa lililoko hapa maeneo ya Midizini Container jijini Dar es Salaam. Yes, kama ambavyo unaweza ukaona ni moto ambao pia umeweza kuathiri pia majirani hapa na wanaendelea kufanya usafi baada ya wananchi pia ambao pia waliweza kuhakikisha wanavunja pia hata nyumba kuweza kuokoa baadhi ya vitu. Nitazungumza pia na mama hapa ambao ni waathirika, tuambie pia ni moto huu umeweza kuleta athari kiasi gani kwake. Habari za leo dada? Salama, habari ya wewe? Poleni sana. Asante. Tuambie moto umeweza kuleta athari gani kwako? Kwa kweli mimi siwezi kuongea sana, na pia niliondoka toka asubuhi, nilikuwa na safari yangu ndo nikapigiwa simu kwamba urudi nyumbani. Kwa hiyo yani hapa nilipo nina machungu, siwezi hata kuelezea. Pole, kumbe hukuwepo? Sijakuwepo. Hao waliokuwepo wanasemaje? Yani toka nimefika tu hapa tumeanza habari ya usafi, hata sijapata muda wa kuwaulizia. Japokuwa nashukuru Mungu hapo ilipofikia, tunasema tu asante. Yani kwa ujumla tu labda unaona athari kwa ukubwa ni vitu gani ambavyo vimeharibika? Ni paa tu hilo huko juu na huko ndani ni kidogo. Kwa hiyo ni paa ndo limeungua? Paa ndo limeungua. Okay. Poleni sana. Asante. Niko hapa pia na baba mwenye nyumba ambayo pia imeathirika na moto huu ambao umetokea kwenye ile kanisa la JCC pale. Baba yangu, poleni sana. Asante, nashukuru. Pengine tusikie kutoka kwako, unazungumziaje tukio hili na pengine limeweza kuleta athari kiasi gani kwenye nyumba yako? Tukio hili limeweza kuniunguzia vyumba viwili na hasara ya baadhi ya vitu vichache. Pengine wewe ulikuwepo toka mwanzo, hali ilikuwaje? Mimi nilipigiwa simu na majirani, nilikuwa sipo, nikakuta majirani wanapambana. Wakaniambia moto umeanza kanisani huko, kuna mfanyakazi alikuwa anachoma takataka. Kwa hiyo moto ukaruka kwenye vibanda ule, kaungua ile banda la makuti ndio ukarukia kwangu. Poleni sana. Asante, nashukuru. Lakini pia una wito gani kwa wananchi ambao pia wamejitahidi pengine na zimamoto wamefika kwa wakati pengine kuweza kudhibiti moto huu? Nashukuru kwa wananchi kwa sababu nimekuta wananisaidia, pasipokuwa wao singeweza. Nashukuru sana kwa majirani zangu, wamenisaidia mpaka sasa hivi wapo wananisaidia. Basi poleni sana. Nashukuru pia na wewe pia. Niko hapa na mchungaji msaidizi wa kanisa hili la JCC. Tutatamani pia kuzungumza naye atuambie kuhusiana na athari haswa za moto huu ambao umetokea hapa kanisani kwao. Mchungaji, Bwana asifiwe. Amina. Habari za uzima. Kufahamu kwa majina yako? Mimi naitwa Pastor Kenny. Pastor Kenneth Mtwe. Poleni sana na moto huu. Asante, tunashukuru. Tunashukuru sana. Ni ajali. Kwa hiyo ajali zinatokea, lakini tunamshukuru Mungu ambaye ametuokoa na madhara makubwa ambayo labda yangeweza kutokea. Yapo madhara ambayo yametokea, lakini kwa kweli kwa jinsi ambavyo hali ilikuwa labda yangekuwa makubwa zaidi, lakini tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu, lakini pia kuwashukuru majirani zetu. Kwa kweli majirani walitukimbilia kwenye kusaidia kujaribu kuokoa vitu vilivyokuwepo na kuzima moto, na baadaye pia jeshi la uokoaji la zimamoto pia walifika. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu, mwisho wa siku moto ule ukazimwa. Yes, lakini Pengine ulikuwa kipindi cha tukio limetokea, pengine hali ilikuwaje? Yes, wakati tukio linaendelea la moto, majirani walikuwa kama nilivyosema, majirani walikuwa wametukimbilia wengi na watu walikuwa wanafanya kila jitihada ya kuokoa vitu mbalimbali ambavyo vilikuwepo kwenye majengo yetu.
Kwa ninaweza kusema hali ilikuwa ina taharuki kwa maana ya moto, kama ambavyo tunaweza tukafahamu moto ukikamata mahali kwa hali ilikuwa hivyo, watu walikuwa wengi, lakini baadaye pia jeshi la polisi wakafika hapa kwa sababu tulitoa taarifa ya polisi, na jeshi la zimamoto pia likafika kutusaidia kuokoa vitu na kuweza kuzima ule moto. Kwa hiyo kimsingi niseme ni hivyo. Hakuna madhara yaliyotokea kwa maana ya watu, hakuna mtu aliyedhurika. Ni baadhi tu ya mali. Kuna majengo yetu kadhaa ambayo tulikuwa tunajenga jengo la ofisi ambalo limeshika moto na likateketea, lakini pia hili ambalo tumesimama hapa ni jengo la kanisa la watoto wadogo na warika la kati. Kwa kulikuwa na majengo mawili hapa, kuna hili la chini na lingine lilikuwa juu. Juu yake kulikuwa na jengo. Yes, kulikuwa na jengo. Yes, ndio hizi ngazi hapa ya. Kwa hiyo hayo ndio ambayo kwa kweli yameteketea kwa moto. Poleni sana. Nje pengine labda na kuathirika kwa jengo, ndani kulikuwa na mali labda ambazo zilikuwepo? Kwa hapa kwenye kanisa la watoto kulikuwa kuna viti vyao, makabati yao ambapo tumeweza kutoa baadhi ya makabati. Kuna viti ambavyo kwa moto ulikuwa unaendelea kuwaka na kushika kasi. Kwa ni vitu vichache ambavyo vilikuwepo ndani vimeteketea kwa moto. Lakini mali nyingi kwa kweli tunamshukuru Mungu tumeweza kuokoa kwa maana ya zile thamani zinazohamishika. Tumeweza kuziokoa. Yes. Pengine jeshi la zimamoto na wananchi wameweza kufanyika msaada kwa kiasi gani? Na pengine tukizungumzia haswa jeshi la zimamoto limeweza kufika kwa wakati kuweza kudhibiti moto huu? Tunamshukuru Mungu kwa kweli, kama nilivyosema hapo awali kwamba wananchi kwanza walifika, majirani zetu. Tunaye jirani yetu mmoja hapa ambaye pia yeye huwa na gari la maji, kwa alijitolea gari lake la maji likaja hapa. Lakini pia na jitihada za wananchi majirani zetu, walikuwa wanachota maji kwenye mabomba yetu hapa kanisani kuzima, kuchota mchanga kuzima. Lakini pia jeshi la uokoaji waliweza kufika kwa sababu wenyewe wanatokea mbali kidogo, lakini waliweza kufika ikiwa bado athari haijawa kubwa, na ninaweza kusema kwa kweli bila kufika kwao labda madhara yangekuwa makubwa sana. Kwa kweli tunawashukuru wananchi, majirani zetu, wengine hata sio majirani, walikuwa wakipita tu wanaona kuna vijana wetu hapa wana kijiwe chao cha bodaboda na wenyewe walifika hapa kusaidia. Kwa kweli tunamshukuru Mungu sana sana kwa namna ambavyo tumeona msaada kutoka kwa wananchi, majirani zetu, lakini pia na jeshi la polisi na jeshi la zimamoto. Ndio. Wape pole sana. Tunashukuru sana. Tunashukuru sana. Sana. Na tumeendelea kuzungumza na baadhi ya mashuhuda. Niko hapa na unaweza kumwona kama alivyovaa ni watu wa TANESCO hao ambao pia wamekuwepo hapa katika kuhakikisha wana udhibiti kwa kiasi kikubwa sana kuchangia kuweza kuzima huu moto. Kaka, habari? Asante sana, nzuri. Nikufahamu pia kwa majina? Mimi naitwa Ezekiel Gendo, ni site foreman kwa kipande cha Wazo. By the way, tulijulishwa na mwananchi, alikuwa anasema kuna kanisa linaungua moto, kabidi tuchukue tahadhari. Tumefika hapa, tulikimbia kwenye miundombinu yetu ya umeme. Tukaenda kwanza kwenye miundombinu yetu ya umeme, tukaangalia, tukakuta ni mizima miundombinu yetu ya umeme. Tulichofanya pia wakati umeme unaendelea na moto unaendelea kuwaka, tukaenda kukata umeme kwenye transformer pale ili isije kasababisha na madhara mengine. Baada ya kutoa umeme, tukaja tukaangalia pia na miundombinu yetu ya umeme ambayo mita ilikuwa inaungua moto, tukafanya jitihada za kuzima miundombinu yetu ya umeme. Kwa hiyo kwa upande wetu wa TANESCO nadhani kuko vizuri. Hakuna athari. Hakuna athari, ndio. Kipindi mmefika hapa pengine hali ya moto ulikuwaje? By the way, that time moto ulikuwa ni mkubwa. Moto ulikuwa ni mkubwa na wananchi walikuwa ni wengi. Walikuwa wanasaidia kuzima moto wengine, na tuseme tu kweli wananchi walikuwa wanasaidia majirani zao kuzima moto ule. Kwa hiyo nadhani wanaishi na majirani zao vizuri kwa sababu walikuwa wanashirikiana kwa kiasi kikubwa sana. Ndio. Nikushukuru sana. Haya, asante.
Niko hapa na mchungaji kiongozi wa kanisa hili la JCC ambalo limeweza kuungua kwa moto, na tutatamani kuzungumza naye mawili matatu akizungumzia tukio hili. Baba mchungaji, Bwana asifiwe. Amina, Bwana Yesu asifiwe. Poleni sana na tukio hili. Tunamshukuru Mungu sana na asanteni pia kwa kutukimbilia, na pia tunawashukuru jamii kwa kuwa karibu nasi. Ndio. Pengine kwa siku fahamu, tuanze kabisa kwa kukutambua. Naitwa mchungaji Deogratias Damas Ngoma. Ndo mchungaji na mwangalizi wa makanisa ya JCC. Ndio. Pengine tuanze kwa kufahamu kuhusiana na tukio hili ambalo la moto limetokea hapa, chanzo lakini pia na athari. Kwa bahati mbaya sana wakati natokea sijakuwepo maeneo ya hapa kanisani, na kama unavyoona bado tuko kwenye taharuki kubwa. Kwa baada ya kutulizana, nafikiri tutapata hasa undani. Nikishaongea na watendakazi wengine na wachungaji wengine waliokuwepo, tutapata undani hasa nini kilichotokea. Lakini kwa maana ya athari, kwa sababu za haraka zenyewe zinazoonekana, tumekuwa na kanisa letu la watoto pamoja na kanisa la vijana rika miaka 13 mpaka 17. Hayo ndio kumekuwa na madhara makubwa, kwa maana ya palote limeungua, zimebaki kuta tu. Lakini pia kumekuwa na ofisi nyingine ambayo imekuwa katikati ya ujenzi, ilikuwa hajakamilika, na yenyewe upande wa pande umeungua, lakini kuta zimebaki. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwamba amezuia na ameingilia kati, huenda mabaya zaidi yangeweza kutokea. Tujapata taarifa ya madhara ya uhai wowote au majeruhi au majeraha yoyote makubwa. Inawezekana ni majeraha madogo madogo katika hali ya uokoaji wa vitu. Watu 2 watatu wanaweza kuwa wamekatwa na kitu hapa na pengine, lakini Mungu ni mwema, tunamtukuza Mungu kwa hilo. Ndio. Pengine una neno gani kwa majirani na wale ambao wameshuhudia tukio na wakawepo katika kusaidia kuokoa vitu? Kwa majirani, kwa kweli ninapenda kuwashukuru sana kwa moyo wao wa upendo sana na kwa ushirikiano ambao wameutoa, kwa sababu kabla ya zimamoto haijafika, kazi ilifanyika kwa asilimia kubwa sana na majirani ambao wamejitoa kwa kiwango kikubwa sana. Kwa tunasema Mungu wa mbinguni awabariki sana, na tunawashukuru sana kwa moyo wenu wa kujitoa, na ninaamini kwamba ushirikiano ambao tumekuwa nao utaendelea kuwepo. Amina. Asante sana. Na labda pia ni washukuru NYTV pia kwa kuwepo. Hamjaja tu kwa ajili ya kutoa taarifa, lakini pia mmekuwepo katika kusaidia. Hii kamera imekuja kufanya kazi mwishoni kabisa, lakini mwanzo NYTV ilikuwepo kubeba maji, mchanga, kuhakikisha kwamba madhara hayapo. Na labda ni mfano mzuri sana kwa wanahabari ambao NYTV imeuonyesha, kabla ya kukimbilia kwenye kamera kwenye majanga mengine ambayo yanahitaji msaada wa haraka. Mmeonyesha utofauti sana wa jinsi ambavyo watu wa Mungu wanaweza wakafanya mambo yao. Na labda tunitoe wito kwa hiyo atakayokuwa akisikiliza, kadiri Mungu ambavyo anaweza kukujalia ndani ya moyo wako, tutashukuru sana kama ukisimama nasi katika kuhakikisha kwamba tunarejesha darasa letu la watoto, kwa sababu tunao programu nzuri ya watoto, lakini pia na vijana lika, ili ingalau Jumapili waweze kuwa na kivuli cha kuweza kuendelea. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Asante. Bado tunaendelea kuzungumza na mashuhuda waliokuwepo katika eneo lililoathirika na moto hapa katika kanisa la JCC, na hawa ni vijana wa bodaboda, na yeye pia alikuwa shuhuda wa awali kabisa, aliona tukio la mwanzo kabisa la moto lilivyotokea. Tunatamani kufahamu haswa ilikuwaje. Kaka, habari? Salama. Hebu tueleze hali ya tukio la moto ulivyoliona lilikuwaje kutoka awali? Hali ya tukio la moto, alikuwa anachoma takataka. Alikuwa anachoma takataka pale pembeni, ila sasa bahati mbaya unajua upepo. Kwa hiyo baada ya ule upepo ulivyokuwa na pliza moto ukawa umeshika, kuna nyumba hapo ilikuwa pembeni imejengewa makuti. Kwa hiyo baada ya ule upepo ikashika ile nyumba ya kwanza pale. Sasa moto wa kwenye makuti unawaka kwa spidi. Kwa ulivyokuwa unawaka, ile harakati za kuzima moto, vifaa hatuna.
maji yenyewe ndio hivyo yanatoka kidogo sana, so ikawa changamoto. Kadiri upepo ulivyoendelea kupuliza, baadaye moto ukashika upande wa pili sasa. Kwa hiyo upande wa pili nao umeshika, moto ukazidi sasa. Kwa hiyo tukashindwa. Tumejitahidi kuzima, lakini ilikuwa changamoto kwa sababu hatuna vifaa vya kuzimia moto wala nini. So moto ulikuwa mkali sana, baadaye mpaka nyumba za pembeni. Kwa hiyo wakati wanakuja wa fire, japo wametukuta tunahangaika kuzima, lakini kwa sehemu ulikuwa umeshaleta madhara. Nazima kwa maji au ni mchanga? Vyote tulikuwa tunatumia. Maji tulikuwa tunatumia ya kuchota kwenye ndoo tunarusha, alafu pia wengine mchanga, lakini asilimia kubwa tulikuwa tunatumia ndoo. Asante, nikushukuru sana. Nashukuru pia.